Wananchi wa vitongoji vya Chilimba na Mnayope wilayani Newala mkoani Mtwara wamepongeza REA kwa kasi yao ya utekelezaji wa miradi ya kusambaza umeme vijijini, hatua ambayo wamesema inawapa matumaini mapya ya maendeleo. Pongezi hizo wamezitoa Oktoba 20 mwaka 2025 wakati wa kampeni ya nyumba kwa nyumba ambayo inaendeshwa na REA, ambapo wamesema umeme utawarahisishia shughuli za kiuchumi kama kusaga, kukoboa nafaka pamoja na kuhifadhi bidhaa, ambapo kauli za wananchi hizo zimeungwa mkono na mwenyekiti wa kitongoji cha Mnayope Sila Kingu, ambaye yeye ametumia nafasi hiyo kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupeleka umeme mapema kuliko walivyotarajia na kuipongeza wakala wa nishati vijijini REA kwa ufuatiliaji wa karibu ambao wanaofanya. Nashukuru serikali yetu kwa hichi walichotuletea, kwa sababu hatukuwa tunatarajia kama wanaweza wakaleta ndani ya wakati huu kutokana na mazingira yalivyo. Kwa hiyo nawapongeza, pia napongeza REA. Matarajio yangu kutokana na umeme ambao umeletwa ni kuanzisha miradi kama ilivyo mfano kuweka ice cream, kuanzisha viwanda vya kusaga na kukoboa nafaka. Nikiwa kama mkazi wa huko, rai yangu ni kwamba nawaomba wananchi wawe waangalifu na miundombinu, kwa sababu ni gharama kubwa sasa zimetumika kwa ajili ya kuleta maendeleo haya. Kwa hiyo raia ni kusimamia hii miundombinu yetu ili tuweze kunufaika zaidi na huu mradi. Tukutegemea umeme utafika karibuni, na sasa hivi kwa kuwa mmeshajiandaa, basi tunakaribisha mfike kwa uzuri, mrekebisha haya mambo, na sisi tutashukuru kwa uwezo wenu. Wiring nilishaufunga kwa sababu nilishakuwa na hamu ya umeme huo, nilikuwa naulilia siku zenyewe hizi. Nikaamua kuweka wiring kabla hata nguzo zenyewe bado hawajaweka. Mimi nikaona bora ni sasa hivi nianze kujiandaa kabla nguzo hizi bado hawajanani. Walipoweka nguzo mimi nikasema sasa hivi nataka nimalize habari zote. Sikuwa natarajia kama tutafikiwa na umeme wa REA, lakini sasa tunashukuru kwa kutupatia umeme wa REA. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu leo watu wa REA wametembelea hapa kuja kuangalia mandhari jinsi wananchi walivyojipanga kupokea umeme. Kwa hiyo hadi sasa tunashukuru kwa ujio wenu. Na naamini mmeshapita nyumba hadi nyumba, naona watu wameshajipanga katika hali ya kuvutia umeme. Mimi katika ndani mmoja wapo mdau endapo yuko na nijipanga kuhusu umeme. Nataka nipate umeme ili niendeshe shughuli zangu za kilimo kupitia vitu kama ilivyokuwa hapo. Naweza nikaweka fridge hapo ili nikawa watu wanakunywa vitu baridi kidogo, sababu hali ya hewa si kidogo sasa hivi kwa joto sana. Mimi kama nilivyokuwa umeme bwana nilikuwa na utafuta kwa mazingira ya hapa na pale. Nishukuru tu kwa Mheshimiwa Rais, mradi umefika mapema. Haikuwa matarajio yetu, ni kama historia kwetu, maana tulikuwa tunasikia tu umeme. Baadhi ya wanakijiji walikuwa wanasema nguzo za kuanikia nguo, lakini baada ya kufika umeme furaha imekuwa kubwa kwa wananchi. Na pia nimshukuru mkandarasi, vijana wake wamefanya kazi vizuri na kwa weledi mkubwa, tena kwa wakati, sio kwa kukumbusha. Mnayope sasa hivi inang'aa. Na matarajio yetu ni kuandaa viwanda vidogo, wajasiriamali wadogo, mafundi kuchomelea, mafundi chuma, mashine ndogo za kubangua korosho za wajasiriamali wadogo. Miundombinu tutailinda vizuri, na baada ya mikutano ya vijiji tulivyoifanya itakuwa kila mwananchi analinda, maana hizi ni mali zetu. Kwa hiyo tuna jitihada za kulinda mali zetu, na kila mwananchi atakuwa analinda pale anapoishi ili mali zetu zisiteketee. Kwenye mikutano yetu sasa hivi tutakuwa na agenda inayohusiana na mambo ya umeme, kuhamasisha wananchi kuvutia umeme majumbani, lakini pia wajasiriamali wadogo nao wasogee karibu na nguzo za umeme ili wapate huduma kikamilifu. Kwa upande wake mhandisi Daniel Mwandupe kutoka REA Mtwara anasema mradi wa vitongoji hivyo unatekelezwa na Sengerema Engineering Group kwa gharama ya milioni 234 ambao tunanufaisha kaya 81 za awali, huku akibainisha kuwa hadi sasa REA katika mkoa wa Mtwara imefikisha umeme katika vitongoji 2354 kati ya 3421 vya mkoa wa Mtwara, na utekelezaji unaendelea kwa kasi katika maeneo ambayo yamesalia. Katika kijiji hiki cha Mnayope wamenufaika na mradi wa REA wa ujazilizi 2C katika vitongoji vyao viwili ambavyo ni kitongoji cha Chilimba pamoja na kitongoji cha Mnayope Juu. Vitongoji hivi vyote vimepata manufaa ya umeme huu kwa gharama ya shilingi milioni
234 ambazo zilitolewa na serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA, na tunategemea wananchi wa hapa watanufaika kwa wigo wa awali au kwa makazi ya awali ambayo tumeingiza kwenye mradi huu. Ni jumla ya makazi 81 kwa kata zote mbili za Chilimba na Mnayope Juu. Na leo zoezi ambalo tumelifanya pamoja na kufanya mikutano ya hadhara kwa wanakijiji na wanavitongoji, leo tumefanya zoezi la kujaribu kutembelea wananchi katika nyumba mpaka nyumba kwa nyumba, ili kuweza kuwapa ufahamu kwa mazingira ya nje na mazingira ya ndani kwenye nyumba zao, kuwafundisha na kuwaelekeza namna ya kulinda miundombinu ya umeme ambao tunawaletea na namna bora ya kutumia manufaa ya umeme ambao tumewaletea kwa ajili ya kuboresha hali ya maisha yao ya kila siku katika maeneo yao haya. Kitu ambacho tunapenda kuwapongeza wakazi wa vitongoji hivi viwili vya Chilimba na Mnayope Juu ni kwamba tumekuta mwitikio mkubwa sana kutoka kwenye makazi ya wananchi wa maeneo haya, kwa sababu karibu wananchi wote ambao wameona au wamekaribiwa na miundombinu yetu ya umeme wamefanya wiring katika nyumba zao. Hii inaonyesha mwamko ambao wamekuwa nao na utayari wa wao kupokea huduma hii ya umeme katika vijiji. Kwenye hili kwa kweli tunawapongeza sana wananchi wa kijiji hiki cha Mnayope na kata ya Mnyambe kwa ujumla kwa mwitikio mzuri. Rai ambayo tunaomba tuwapatie na tumeshawaelezea na wametuahidi watalisimamia hilo, ni kwamba tunaomba walinde miundombinu hii ya umeme kama tulivyoongea mwanzo, kwamba kwa vitongoji hivi viwili tu serikali imetumia karibu shilingi milioni 234 ili kuweza kufikisha miundombinu na huduma hii ya umeme. Kwa hiyo tumewaelezea kutokana na umuhimu huo, tumewaelezea namna na umuhimu wao wa kuweza kulinda miundombinu hii ya umeme. Kwanza, kuepuka uchomaji wa mashamba ambayo yanapelekea kuchoma nguzo na kuharibia miundombinu yetu. Pili, pia hujuma na wizi wa vifaa vya umeme ambavyo vinaweza vikawapelekea kukosa huduma hiyo kwa muda mrefu pale ambapo itaonekana kwamba vitendo hivyo vimeathiri na vimefanya uharibifu katika miundombinu hiyo.